lakini pia najenga biashara hii ya Neo Life kwa muda sasa, lakini vile vile ni mkufunzi wa masuala ya fedha na uwekezaji. Nimethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa kifupi tunaita ni certified financial educator. Kwa tumekuwa certified na Benki Kuu. Lakini pia sio tu na maarifa ya fedha na uwekezaji, lakini pia mimi ni practitioner. Nina uzoefu wa kufanya investment kwa zaidi ya miaka 9 sasa, kuanzia 2017. Kwa hiyo simfundishi tu mtu namna ya kumanage pesa, lakini kitu ambacho mimi mwenyewe nakiishi kwa zaidi ya miaka 9 sasa. So nilianza hii biashara miaka michache iliyopita nikiwa nina uhitaji wa fedha, wakati ambapo nikiwa chuo, sina ada ya mwaka wa pili, sijui ada ya mwaka wa 3 itatoka wapi, nikiwa sina hela ya kulipa kodi, nikiwa nina changamoto ya hadi hela ya kula. Remember kuna nyakati ambazo nilikuwa nakula mlo mmoja tu kwa sababu nilikuwa siwezi kuafford kula mara 3 kwa siku. Kwa rafiki yangu akaniambia habari ya biashara hii ya Neo Life, na baada ya kuielewa na kuona baadhi ya shuhuda za watu wakishuhudia, especially wanachuo, nilikuwa inspired na niliona kabisa naenda kupata suluhisho la changamoto zangu. Kwa hivyo niliamua kutafuta mtaji na kuanza, na namshukuru Mungu mpaka leo hii niko kwenye hii biashara full time. Ikiwa chuo nilikuwa nafanya kwa muda wa ziada, lakini baada ya kugraduate niliona kabisa ndoto zangu, future yangu. Kwa hivyo nikaachana na habari ya kutafuta ajira, nikaamua kujikita na Neo Life pekee. So nikaona katika biashara Neo Life hatufanyi kwa ajili tu ya kupata hela ya kuishi leo, bali ni biashara ambayo tunaenda kujenga utajiri wa vizazi na vizazi. Kwa tutaacha legacy. Kwa ufupi tu, biashara imenipa vitu vingi. Niliweza kulipa ada ya mwaka wa 2 na wa 3 mpaka nikamaliza chuo. Hiyo ni jambo kubwa sana, kwa sababu isingekuwa hivyo ilibidi niache chuo. Kupitia pia biashara hii niliweza kupata hela kujilipia kodi nikiwa chuo, lakini baada ya kumaliza nimeweza kufanya vitu vingi sana. Nimeweza kujenga, nimeweza kununua gari, nimeweza kusomesha watoto, nimeweza kusupport wazazi wangu, ndugu zangu, wadogo zangu. Nimeweza kusaidia watu wengi sana kwenye timu yangu ambao wanapata pesa. Kuna watu ambao wamepata afya kupitia product zetu nzuri. Lakini pia mimi mwenyewe nimeweza kunisaidia kunikuza, kunipa maarifa ambayo isingekuwa hii biashara, sio kama ningekuwa na haya maarifa ambayo hata leo hii tunashare hapa. Na wanasema kwamba moja kati ya uwekezaji mkubwa, mafanikio huwa yanaanzia kichwani kwanza. Personal development. Ukiwa umekuwa kifikra, pesa zitakuja tu. Lakini kama hujafanikiwa kichwani, hata ukipata hela leo haziwezi kukusaidia, haziwezi kufika popote. Ndio maana unakutana kuna wale watu ambao wanafanya betting. Mtu ameshinda bahati nasibu milioni 100, milioni 200. Lakini mtafute baada ya miezi 6 unamkuta hana hata 100. Kwa sababu gani? Alikuwa hana ukuaji wake, hajakuwa kiakili, kifikra, ili kuweza kuhandle hizo pesa. Kwa hiyo atarudi pale pale ambapo anastahili kuwa, kwamba akibaki na 200,000 ndo akili, ndo moyo unatulia. Lakini ile pesa unakuta milioni 200 alikuwa hana ile intelligence ya kuihandle. Kwa hiyo katika kufanikiwa lazima tufanikiwe kichwani kwanza, ndipo baadaye tutafanikiwa kifedha. Kwa hiyo personal development ni kitu kikubwa ambacho nimekipata katika hii biashara. So nimesafiri pia nchi mbalimbali. Nimeenda Mauritius, nimeenda Uganda, nimeenda Kenya, nimeenda Zanzibar, nimeenda South Africa, Cape Town, nimeenda Johannesburg, nimeenda Bloom, nimeenda Sun City, na mwakani tunajiandaa na safari ya kwenda Phuket, Thailand. Mimi na enjoy sana lifestyle kupitia hii biashara. Kwa hiyo hii inakuonyesha kabisa kwamba kama mimi niliweza kufanya biashara hii nikiwa chuo, kila mmoja anaweza, kama tu utakuwa tayari kujifunza na kufanyia kazi yale mafunzo ambayo tunapeana. Sasa bila kupoteza muda, ningeingia moja kwa moja kwenye topic, ukasi money management. Na unapoongelea money management ni topic pana sana. Money management huwa inabeba vitu vingi sana.
lakini specifically tutaangalia pia hasa tutaangalia katika biashara yetu ya network marketing, hasa katika kampuni yetu ya Neolife. Lakini hii ni just kama naweza nikasema tu ni kama ni hatua ya awali sana, yani ni hatua ile ambayo ni ya chini sana katika swala la money management. Lakini ukitaka tuende in details, ina mambo mengi sana ambayo nadhani kwa muda huu hatuwezi tukamaliza, hauwezi ukatosha kuweza kuchambua money management. Lakini kitu ambacho takuwa uelewe ni kwamba money management ni siri ya kujenga utajiri wa kudumu kupitia network marketing. Ukiweza kujua namna ya kumanage pesa zako, utajenga utajiri wa kudumu katika biashara yetu ya network marketing. Na kuna statement moja ambayo ningependa uiandike, inasema sio kiasi cha pesa unachopata kinachoamua utajiri wako, bali ni jinsi unavyokitumia. Nitarudia, sio kiasi cha pesa unachopata ambacho kinaamua utajiri wako wa baadaye au unaokuja, bali ni jinsi unavyokitumia. Kwa hiyo watu wengi waga wanadhani kwamba mimi nikianza kutengeneza milioni 5, milioni 10, milioni 20 au milioni 40 kama wanazopata mapiti Diamond, si ndio? Ndo nitakuwa tajiri. Lakini kitu ambacho hawajui ni kwamba utajiri wako haupimwi kwa kiasi cha fedha unachotengeneza kupitia active income au tuseme kupitia kazi au kupitia biashara ambayo unafanya. Utajiri unapimwa kwa kiasi gani cha fedha ambacho umebakiza, ambacho umewekeza mahali ambacho kinazidi kukuzalishia zaidi. Umeona? Kwa hiyo statement jaribu kukaa chini uifikirie sana. Na Jim Rohn aliwahi kusema kwamba kama hautatafuta namna ya kutengeneza pesa ukiwa umelala, basi utalazimika kufanya kazi kutafuta hela mpaka unakufa. Jim Rohn alisema, if you don't find a way to make money while you are sleeping, you will have to work until you die. Usipotafuta namna ya kutengeneza pesa ukiwa umelala, basi utalazimika kufanya kazi kutafuta pesa mpaka unakufa. Sasa sijajua tutakuwa busy kutafuta hela mpaka lini. Tutafikiaga lini ile financial freedom? Unaposikia mtu amefikia uhuru wa kipato, haimaanishi kwamba ni ile hela anayoipata kwenye mshahara au ile pesa anayoipata kwa kufanya biashara kwamba hiyo ni financial freedom, kwa sababu hiyo ni active income. Siku kitokea umeumwa, siku kitokea anything, hautatengeneza pesa kwa sababu hiyo ni active. Lakini jiulize, una asset zipi ambazo zinaendelea kukuzalishia pesa hata kama usipofanya kazi? Jibu zuri utakuwa nalo kipindi kile cha corona. Watu wangapi ambao walipoteza ajira, walipoteza biashara zao, walikuwa wapate hela tena? Unaona, na maisha yalikuwa magumu sana. Okay, so nilikuwa najaribu kuwaomu hapo. Lakini naomba tuende sasa tuone kwa nini watu wengi hawatajiriki kwenye network marketing, including mimi mwenyewe. Kuna vitu kadhaa hapa ambavyo ni makosa ambayo wengi tunayafanya. Cha kwanza ni ile kutumia bonus yote kwa matumizi yako ya kawaida tu. Yaani mtu akishapata ile bonus, hata training anaacha kwenda. Paka akifulia, I have my friend ambaye akipata bonus ikiingia tu, baada ya siku 2 tu utamsikia yuko Dar es Salaam, anachukua hoteli nzuri, anakaa hapo, sijui anafanya vitu gani. Yaani atakaa Dar es Salaam karibia wiki nzima. Ikiisha unasikia amesharudi mkoa. Lakini vitu alivyofanya ni vitu ambavyo wala hata havina maana sana, na hela imeisha. Hili ni kosa kubwa sana, kwa sababu kwanza tunasahau vitu vingi sana vya kufanya ambavyo tungeweza kuwekeza kwenye biashara yetu. Lakini kosa la pili ambalo watu wengi tunafanya kwenye biashara network marketing, when it comes to money, tunataka kuonekana matajiri mapema. Yaani mtu anataka aonekane kwamba yeye ana hela mapema. Yaani mtu anataka kuishi maisha ya 2 Diamond Oceana Sanga, wakati huyu mtu ni manager au senior manager au director. Yaani unataka kuonekana wewe sasa unazo. Yaani wewe ukipata hela bonus tu ikiingia,
unaenda Kariakoo au sijui Mwenge, unafanya mashopping, hela yote imeisha. Umesahau kuna kuweka incentive kwenye timu yako, umesahau kuna kulipa training kodi, unasahau kuna kuchukua stock ya product, unasahau wewe unataka tu uonekane kuwa tajiri, umeenda kununua simu iPhone 15. Sawa, tunasema ni uwekezaji kwenye biashara, lakini je, inaendana na kipato unachopata? Kosa jingine ni watu wengi hatuna budget. Yaani wewe ukipata hela hauna mpango ambao unasema kwamba hii hela itafanya 1, 2, 3. Na matokeo yake ni kwamba kama ukikosa budget ni sehemu ambazo unaelekeza pesa yako, sehemu muhimu kwanza kabla ya mambo mengine. Kwa hiyo kama hauna budget, maana yake ni kwamba pesa yako itaenda sehemu yoyote na utashangaa baada ya bonus siku 3 tu hauna hata 100 mfukoni. Lakini kosa jingine ni ambalo tunaendelea kulifanya, watu wengi nimeona tukiendelea kulifanya, ambalo hata mimi mwenyewe nilikuwa nalifanya before sina haya maarifa, ni watu wengi hawawekezi kwenye biashara yao. Yani we don't invest in our business. Ukipata umeuza, umetengeneza faida, ndio yote inaenda kununua viatu, unaenda kununua handbag, unaanza kuagiza vyakula KFC, unaagiza sijui wapi. Yani wewe ulikuwa unakula chakula cha 2000 hapo 3000, lakini umepata bonus tu, tena bonus yenyewe ya senior manager 50,000, unaanza kuagiza chakula wapi? KFC, kwa sababu umeona upline wako na yeye ameagiza chakula KFC. Kwa unaenda kuspend 25,000 wakati ulikuwa unakula chakula cha 3000 na maisha yalikuwa yanaenda vizuri, na umesahau kuwekeza kwenye biashara yako. Hili ni kosa kubwa sana ambalo tunalifanya, ambalo linatugharimu sana katika biashara zetu kushindwa kusonga mbele. Lakini pia kosa jingine, watu wengi wanakuwa hawana akiba. Hatuna habit ya kuweka akiba. Ukisoma vitabu vingi sana, The Art of Spending Money, the Psychology of Money, The Pathway to Wealth Creation, ukienda kusoma kitabu cha Richest Man in Babylon, ukienda kusoma kitabu cha Cash Flow Quadrant cha Robert Kiyosaki, Poor Dad Rich Dad, wanaongelea kwamba akiba, wengi wanadhani kwamba ukipata hela kwamba yote uweke akiba. No, akiba is just 10%. Unaanzia kwenye 10% of what you are earning. Kama umetengeneza faida, umeuza Super Grow, una shilingi 30,000, 10% ni shilingi 3,000. Maana yake ni kwamba shilingi 3,000 kweli unashindwa kuweka akiba ambayo itakusaidia baadaye kwenye biashara yako. Kama umepata bonus ya 100,000, 10% ni shilingi 10,000. Kweli unaona shilingi 10,000 ni hela nyingi ya kushindwa kuweka akiba? Yote unaipiga. Umeona? Kwa hiyo kuweka akiba, watu wanadhani kwamba ni kitu kikubwa sana. No, unaanza taratibu, kwa sababu tunajenga tabia, na it's not the amount that counts, it's habit. Sio kiasi ndo kinachomata, yani ni ile tabia kwamba kila unapopata pesa unaweka akiba asilimia fulani. Hicho ndo kitu ambacho kinatofautisha kati ya matajiri na maskini. Kama sisi sote hapa tuna miaka zaidi ya 18, na yamkini wakati Kikwete anamaliza muda wake tulikuwa tuna akili timamu, tungekuwa tunaweka 10% ya kila hela tunayopata. Mpaka sasa hivi tungekuwa na how much kwenye akaunti zetu. Haya, wakati marehemu Magufuli anaanza uongozi wake, sote hapa tulikuwa tuna akili zetu timamu. Sasa hivi ni zaidi ya miaka 9, miaka 10 nimeisha sasa. Tungekuwa tuna habit ya kuweka 10% ya whatever income ambayo tunatengeneza, tungekuwa na how much sasa hivi katika akaunti zetu. Lakini kosa jingine, watu wengi hawana mpango wa muda mrefu. Kuna watu tunafanya hii biashara, unafanya as if kama utakufa leo, unafanya as if kama vile ni ya mwezi huu tu au ya miezi miwili hii mitatu. Hauna mpango wa miaka 10, miaka 15 ijayo. How do you see your future in 10 years from now? Miaka 20 ijayo, unaona biashara hii itakufikisha wapi? Unaona unaenda kuwa na maisha ya aina gani? Kama hauna mpango wa muda mrefu, unawaza tu hela ya kula leo, unawaza hela ya kulipa kodi, unawaza tu sijui hela ya kununua nguo za kuvaa, sijui kwenye incentive fulani, sijui mnaenda beach party, hauangalii future yako miaka 10 ijayo unataka kuwa mtu wa namna gani.
utakuwa na changamoto katika kukua kifedha na kukua kibiashara. Ni lazima uvisualize, uwe na malengo ya muda mrefu. CEO yoyote katika biashara ni mtu ambaye anakuwa na maono ya muda mrefu. Kama ambavyo kampuni na maono ya muda mrefu. Wakati tukiwa Cape Sun City, Kendra alisema kwamba moja kati ya maono ya kampuni kuhakikisha kwamba kila nyumba inatumia bidhaa za Neolife. Umeona? Hayo ni maono makubwa sana. Kwa hiyo afikirii tu leo kwa sababu sio Tanzania bidhaa za soko limenani sana, sio watu wana PV zimefika milioni 1. Wao wanaangalia kwamba kuna siku moja Impact Summit itafanyika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hayo ndo maono ambayo kama kampuni wanayo. Je, wewe una maono gani kuhusu biashara yako? Na unatakiwa uelewe kwamba tatizo si kipato kidogo. Tatizo ni usimamizi wa fedha zako ndio unaokukwamisha na hauna maono ya muda mrefu. Kwa hiyo tunatakiwa tupone ndugu zangu. Kama tunataka kuacha legacy, tuache utajiri kwa watoto wetu. Tusichukulie hii biashara kama biashara ambayo tunafanya kwa ajili ya kulipa kodi, kupata hela ya kula, sijui nauli, voucher. Yaani hayo ni maisha, yaani huo mstari inabidi tuvuke. Hatufanye hii biashara kwa ajili ya kulipa kodi. Hatufanye kwa ajili ya kusomesha watoto. Hatufanye kwa ajili tu ya kupata hela ya kula au kuvaa vizuri. Tunafanya hii biashara kwa sababu tunataka tujenge utajiri wa familia zetu, vizazi na vizazi. Tuache tunache legacy. Kwa hiyo ukitazama in that way, utafanya mambo kwa ukubwa zaidi. Utakuwa serious zaidi na biashara yako. Sasa kuna kitu ambacho tunaita ni mgawanyo wa bonasi yako. Utawezaje kugawanya bonasi yako au mapato yako kwa busara ili yakusaidie kuweza kujenga biashara ya kudumu, lakini pia ya kusaidia kuweza kufikia uhuru wako wa kipato ambao unautamani. Kwa hiyo kuna mfano wa mgawanyo, na wewe unaweza kaamua namna gani utaweza kuweka asilimia zako. Lakini wanasema ukiwa biashara yako ndo imeanza bado ni changa na unahitaji ikue, unatakiwa asilimia kubwa uwekeze katika kukuza biashara yako kwanza. Kwa hiyo wataalamu wanasema, kwa mfano hapa amechukulia mfano labda 40%, labda asilimia 40. Kasema hii ni hela ambao ni asilimia ambao nitatenga kwa ajili ya kuendesha na kukuza biashara. Kwa maana kwamba ukipata bonasi yangu milioni 1, basi 400,000 nitairudisha kwenye biashara. Sasa kuirudisha kwenye biashara inaenda kufanya nini? Kuna vitu vingi sana vya kufanya. Kuna issue ya kuwa na stock, kuna issue ya kufanya matangazo. Umeona, kuna issue ya kulipa incentive, kuna issue ya kulipa kodi ya training, kuna issue ya kuboresha muonekano wako wewe mwenyewe kwa maana kwamba dress code yako. Umeona, kuna issue ya kuboresha simu yako unayoitumia ya kazi ambao ni hiyo inakusaidia. Ukiwa na simu nzuri, ukipiga picha nzuri, utafanya matangazo mazuri, watu watavutiwa na activity zako. Lakini ukiwa una simu ambao pia haieleweki, unafanya presentation na downline na prospect, anaangalia simu yako ina makreki, simu imechanika, yani utafikiri sio ni ramani ya Atlas. Yani unakuta simu hata protect, yani mtu protector tu anashinda kubadilisha, ila makreki kama yote. Alafu unaongelea tunafanya biashara ambao unaweza kaingiza 3 milioni 5 kwa siku. Prospect anakuangalia na sana kuhurumia, tunasema huyu, yani huyu ndo anahitaji hela kuliko hata mimi. Unaona? Kwa hiyo tunahitaji kuwekeza katika kuendesha na kukuza biashara. Lakini kuna asilimia unaweza ukasema labda mfano asilimia 20 ya kipato changu itaenda kwenye akiba na uwekezaji. Na kama utaona asilimia 20 ni nyingi, kwa maana katika 100,000 20,000 unajiwekea akiba, basi unaweza kuanzia na ile 10%. Unakupata kama mfano tu, wewe utaenda kuamua kutengeneza asilimia zako za kuweza kupangilia bonasi yako au kipato chako unachopata aidha kupitia kuuza product au kupitia bonus. Kwa unaweza kusema okay, asilimia 20 naweka akiba na uwekezaji. Kwa sababu usipoweka akiba, ndo ile statement nilisema pale. Itafika point unahitaji 500,000 ya haraka, unataka unaenda kukopa. Unahitaji milioni 1, unaenda kukopa. Kwa sababu gani? Hauna habit ya kuweka akiba na uwekezaji. Kwa hiyo asilimia nyingine 20 unaweza kusema ni mahitaji ya familia, kwa sababu unahitaji kuishi pia. Ndio, nyumbani kuna mambo ya chakula, maji, umeme, nauli na vitu kama hivyo. Ni vitu vya muhimu ambavyo usipofanyika vinaweza vikakustress pia ukashindwa kufanya biashara. Alafu 10% elimu binafsi na mafunzo. Sasa hapa elimu binafsi na mafunzo ndo personal development. Utakuwa kuwekeza pia kwenye personal development. Mimi ukifika nyumbani kwangu nina vitabu sio yani I invest more in buying books, yani
nanunua vitabu, nasoma sana vitabu. Na kuna vitabu vya muhimu sana kuhusu uongozi, kuhusu namna ya kudili na watu, how to win friends and influence people. Ni kitabu ambacho kilipendekezwa hata kwenye kitabu cha kwenye ile getting started ya kampuni. Think and Grow Rich ni kitabu muhimu sana ambacho kitakusaidia sana. The Diary of a CEO kinakusaidia sana namna ya kuwa kiongozi na kusimamia biashara yako. Kama kiongozi utakuwa kuwa mtu wa namna gani. Kwa hiyo unapoinvest kwenye hivyo vitu vinakusaidia katika ukuaji wako binafsi. Nauli za kwenda training. Kuna watu wanashindwa kwenda training kwa sababu hana nauli. Hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu sio kwamba upati hela, lakini unatumia vibaya fedha zako, ndio maana unashindwa kushiriki trading kama hizo ambazo zitakufanya uweze kukua. Kuna masterclass nyingi huwa zinafanyika za masuala ya personal development, masterclass zinazofanyika kuhusu masuala ya investment, mambo ya fedha na uwekezaji, personal finances. Maana unakuta labda kushiriki ni shilingi 50,000 tu, na unaenda ku network na watu ambao wana mtazamo chanya, watu ambao wana uzoefu na masuala ya fedha. Unaenda pale, unaenda ku network, unaweza kupata nafasi ya kuchukua na name list. Mimi nimesponsor watu wengi tu ambao nimewapata kupitia kushiriki hizo masterclass. Umeona? Kwa hiyo unaenda kushiriki ili ukajifunze, lakini unaenda kwa ajili ya kupata watu sahihi wa kuwashirikisha biashara au bidhaa. Umeona? Haya, kuna 10% pia hiyo ya dharura pamoja na kutoa. Hiyo tunasema typing. Kuna watu wana believe on fungu la 10, lakini kuna wengine ambao tuna believe katika kutoa zaka, whatever, inategemeana na imani yako. Kwa sasa huu mgawanyo unaweza ukakaa chini ukajaribu wewe mwenyewe kutengeneza asilimia zako kutokana na level yako ya biashara, kwa sababu level zetu za biashara zinatofautiana. Kuna mtu mwingine ni mgavi hapa ndo ameanza biashara leo. Kuna mwingine ni manager, kuna mwingine ni senior manager, kuna directors. Kwa hiyo kadiri ambavyo biashara yako inavyozidi kukua, unazidi kuadjust hizi asilimia na kuweka uzito ile sehemu ambayo unaona unahitaji kupata matokeo zaidi. Kwa hiyo asilimia ya kuendesha na kukuza biashara, kuna asilimia ya akiba na uwekezaji, lazima uweke asilimia yako. Kuna mahitaji ya familia, kuna elimu binafsi na mafunzo kwa maana personal development kama ni kununua vitabu na nini, lakini pia kuna dharura na kutoa ile kusaidia watu wenye uhitaji na all that. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba biashara inaendelea kukua bila kukwama. Na hivi ndio vitu ambavyo mimi pia binafsi vimenisaidia sana. Huwa na set percentage na budget kabisa ya kila mwezi ambayo inajua kabisa kwamba kama familia yangu inahitaji kiasi gani kwa ajili ya matumizi ya chakula, kiasi gani kwa ajili ya umeme, maji. Unajua hapo kuna issue za ada, si ambao tuna watoto na nini. Kwa hiyo usipokuwa makini, my dear, utajikuta you are making money na haujui zinakuelekea ni wapi. Sawa. Kitu kingine ambacho tutaongelea zaidi, wengi wanajiuliza sasa, okay, tunaongelea kuwekeza kwenye biashara. Kuweka kwenye biashara tunawekeza wapi? Kwa hiyo nasema kwamba katika biashara yetu ya network marketing, kitu cha kwanza kabisa ukipata pesa, fikiria kwanza kuwekeza kwenye biashara yako. Sawa, katika uwekezaji mkubwa ambao utakuja kuufanya ni kuinvest back kwenye biashara yako ili ikuzalishie mapato zaidi, ndipo baadaye ufikirie kuwekeza maeneo mengine. Kwa hiyo kabla ya kununua vitu vya anasa, jambo la kwanza, nunua bidhaa za kufanyia demo, nunua bidhaa ambazo utaweza kuzitumia kuwaonyesha watu wakati unafanyia presentation. Kuna watu wengi unakuta tunafanya biashara kana kwamba kama vile ni mawinga. Yaani tumeacha kuwa wafanya biashara wa kimataifa, tumekuwa mawinga. Winga ni yule mtu ambaye yeye unakuta kwamba anaenda hana bidhaa yoyote, hana nguo kwa mfano, hana viatu, anaenda tu anapiga picha, anaanza kupost. Watu wakihitaji naambia ndo anaanza kuhangaika. Matokeo yake anarudi kule dukani ambako alipiga picha, anaambiwa hivi viatu vishaisha, ashakosa mteja. Ndo watu wengi tunafanya hii biashara kama mawinga. Hebu kataa kuwa winga leo. Yaani kuanzia leo usiwe winga katika hii biashara. Na tumeona jinsi ambavyo sasa hivi maisha yamebadilika kwenye biashara yetu. Bidhaa zimekuwa ni adimu sana, lakini watu kwa maana soko limekuwa kubwa sana. Ukitegemea upate mteja ndo uende Neo Life ukachukue bidhaa uende ukamuuzie mteja, maidia utakwama. Utapoteza hela, na tumeona watu wengi tumepoteza hela sana hii miezi 7 ambayo imeisha. Tunashukuru Mungu issue ya bidhaa kidogo imesukua settled, lakini tusipokuwa makini tutaendelea kupoteza pesa. Tulikuwa tunanunua bidhaa kwa SRP. Zamani tulitegemea unapata bidhaa unaweza kaazima bwana, kama una Phyto Defense hapo ni azime niuze,
alafu baadaye nitafanya order nikurudishie. Hiyo issue sasa hivi hakuna. Yaani hata upline wako ukitaka bidhaa atakupiga bei tena kwa SRP, anakupiga bei. Umeelewa? Kwa hiyo tusifanye hii biashara kama mawinga. Mfanyabiashara yoyote aweza akafungua duka hana product alafu anaanza kutangaza sijui na mashuka mazuri, alafu mteja aje anaambia ngoja nikuagizie Dubai. Are you crazy? Hiyo ni biashara ya kichaa kabisa. Kwa hiyo we have to invest katika kuwa na stock ya bidhaa. Ukiwa na bidhaa lazima utaipush, utauza, utaongea na watu. Yaani uwezo kaa hapo una madumu ya Supergrow hapo ndani alafu ukapata usingizi. Uwezi kuwa na treneni zako kesi 2 hapo alafu ukaposti sijui unaposti vitu vya ajabu vya memes wakati unajua huu mzigo lazima ni upushi nitengeneze hela nirudishe pesa yangu. Kuna downline wangu mmoja alikuwa kwenye biashara zaidi ya mwaka mzima hafanyi chochote. Umeona? Haongee na watu hafanyi chochote. Hapo sababu na mtu kitu kinampush. Nikamwambia ni lazima tuchukue stock ya bidhaa, tuwe na bidhaa ndo tuweze kufanya biashara, tupate nguvu ya kuongea na watu. Guess what? Akaanza kwa kuchukua stock ndogo tu kama 500,000 600,000. Tukaanza kuongea na watu. Ule mwezi akaweza kujenga biashara mpaka ameweza kuchukua step yake ya kwanza ya manager na ameweza kusponsor mtu mmoja. Sehemu ya kwanza ambayo tunahitaji kuwekeza kwenye biashara yetu ni kuwa na stock ya bidhaa. Uwezi kaenda tu kuongea na kuna watu nakuta anafanya demo kwa kuonyesha watu kwenye simu video ambazo wengine walifanya. Hiyo sio demo my dear. Hapo unamuonesha ni kama movie tu. Umeona? Demo lazima wewe mwenyewe ufanye pale. Uwe na LDC yako spateni, pulizia hapo aone mgeni aone hapo kwamba okay hii ndo inafanya hivi ndo inanukia hivi. Sio vya kumuonyesha kwenye simu demo ambazo walifanya watu wengine. Umeelewa? Hiyo itakusaidia kuweza kukuza biashara yako katika kuuza lakini watu wataamini katika product zako. Kwa hiyo kama hauna stock na kuhakikishia leo wakifungua warehouse nenda kaanze na stock. Kuna downline wangu mmoja ambaye alinifundisha sana swala la stock wakati anaanza biashara. Alianzaga na stock ndogo sio ile kama ya laki wakati anaanza biashara ile 300,000 3,500,000. Lakini ilifika point stock yake alikuza mpaka 5,000,000. Na downline wangu mmoja mwingine ambaye yuko Mbeya alikuwa anafanya kazi saluni, analipwa shilingi 1,000 kwa siku. Yaani na anatoka mbali anatembea mpaka kufika hapo. Saluni ya kiume alikuwa ananyoa, anapewa buku. Maisha yalikuwa magumu sana. Amekutana na downline wangu akamwambia kuna biashara nini na nini. Hana hata mtaji wa kuanza biashara. Ilibidi ampe dumu la Supergrow, aenda akatembeza akauze kwa kupima. Umeona? Akauza kwa kupima mpaka dumu likaisha kateneza 300,000. Kwa hiyo baada ya kupatikana ile hela akaenda akamsponsor. Umeona? Akampatia tena dumu jingine moja la Supergrow. Akaanza biashara, akaanza kutengeneza pesa, akaanza kupata hela ya kula, akaanza kubadilisha muonekano wake. Last time nimeenda Mbeya, nikawa nimekutana naye akaniambia anayo stock ya Supergrow ambayo thamani yake ni milioni 20. Kutoka kwenye dumu moja la Supergrow wakati anaanza biashara mpaka amefikia stock ambayo akiuza of course kuna hela nyingine anakuwa anaweka UTT, lakini akamwambia hela aliyoweka UTT ya akiba iliyotokana na Supergrow na dumu kadhaa alizonazo kwenye stock yake akipiga hesabu ni kama milioni 20. Umeona? Huyu ni mtu ambaye alikuwa kula yake ni shida 1,000 kwa siku. You can imagine. Sasa mtu unakuta hana hata treneni. Alafu unasema biashara hii inalipa vipi wewe hata treneni yako ya kutumia tu huna. Sehemu nyingine ambayo tunawekeza ni nini? Fanya matangazo ya kulipia. Kuna yale matangazo ya kulipia yanahitaji investment. Mimi bajeti yangu kwa mwezi ya matangazo ya kulipia huwa inagonga 500,000 mpaka 600,000. Ambao natumia kuinvest. Sasa sikwambii wewe na wewe uweke hiyo hela, lakini at least unaanza taratibu. As long as wewe kama unafanya matangazo, unatakiwa ufanye matangazo consistent, uweke budget ili upate watu, upate wageni kwenye mikutano, upate customers na vitu kama hivyo. Kwa hiyo usichukulie masiara kwenye swala la kufanya matangazo kama umeanza kufanya matangazo ya kulipia. Ni sehemu ya muhimu sana ya kuwekeza. Lakini pia nunua vitabu. Hii ni sehemu pia ya uwekezaji tumesema kwenye swala la personal development. Kwa hiyo at least kuwa na kitabu ambacho unakisoma angalau kwa mwezi, hata kitabu kimoja unanunua kwa ajili ya kusoma. Huo ni uwekezaji mkubwa sana. Kuna vitabu vingi sana vinavyoongelea masuala ya money management. Kwa mfano kuna kitabu kimoja ambacho naweza nikarecommend kama nataka kujifunza masuala ya fedha, akiba na uwekezaji. Nenda kasome kitabu cha Mr. Emilia ni Busara cha Kiswahili kabisa, kinaitwa Fedha, Akiba na Uwekezaji. Kinauzwa 20,000 tu.
Nenda pale Divine Bookshop kwa Joel na Nauka pale Bamaga pale Sheli pale. Kuna bookshop pale inaitwa Divine Bookshop. Kaambia naomba kitabu cha Mr. Emilian Busara cha fedha, akiba na uwekezaji. Shilingi 20,000 tu. Lakini kina madini mengi, na huyu ni gwiji katika masuala ya uwekezaji Tanzania. Ni mtu ambaye ni very successful, ni mtu ambaye ni tajiri, ana pesa zake nyingi tu, lakini mtu ambaye ni anatumiwa sana hata na viongozi wakubwa, mawaziri, wabunge, matajiri wakubwa ambao amewafanyia coaching kwenye masuala ya uwekezaji, na ni mwandishi wa vitabu, ana CPA, umeona. Kwa hiyo ni mtu ambaye vitabu vyake vimeweza kuleta tofauti sana kwenye maisha ya watu, especially when it comes to financial literacy. Lakini pia hudhuria mafunzo, wekeza katika kuhudhuria mafunzo, hizo training, hata kama ni zile za kulipia. Umeambiwa kuna manager training, changia hapo shilingi 25,000 unakula kona. Unaambiwa kuna executive, hebu walipie managers wako waliofuzu katika hii nani. Unamwambia apply, wewe ndo unapata hela nyingi, kwa hiyo walipie. My dear, if you are not investing kwenye timu yako, au toe hela yako mfukoni kulipia timu yako, don't expect to grow kwenye biashara yako. Kwa sababu mara nyingi watu ambao wanawekeza ndio wanapata zaidi. Kwa hiyo ukimwachia upline wako, ina maana fadhila zote zitaenda kwa upline. Yeye ndio biashara yake itakuwa blessed. Wewe utazidi kufanyaje? Kile ulichonacho kitazidi kupungua, utapata hizo blessing. Kwa hiyo hudhuria mafunzo, kuwa tayari kuwekeza katika hayo mafunzo. Kama kulikuwa na michango ya kuchangia, toa hizo hela, lipia downline wako. Sawa? Lakini pia sehemu nyingine ni timu yako, tembelea timu yako. Umeona? Unaweza kaa una timu, kwa mfano kama wengine tuna timu mikoani, unajua kabisa huyu downline anafanya vizuri. Mtembelee, nenda mwambie aandae downline wake, nenda kule kafanya mkutano kadogo, fundisha timu yake na vitu kama hivyo, itakusaidia kukua. Usione hasara kusafiri hapa siku kwenda Morogoro kwenda kuongea na downline wako na kuhamasisha kuhusu biashara. Hiyo ni investment ambayo unakuwa unaifanya, si ndio? Lakini pia sehemu nyingine ambayo utakuwa kuwekeza kwenye biashara yako ni kuboresha vifaa vya kazi. Vifaa vya kazi kwa mfano nini? Kama una simu yako, simu nzuri, kuwa na simu nzuri. Hakikisha internet unayo. Una dakika za kupiga, una SMS za kutosha. Kuna watu unakuta unaongea na prospect, unafanyia presentation. Unamwambia hii biashara itakulipa, ina hela nyingi sana. Yaani kwa mwezi ukiwa director utapata 1,500,000. Sasa unajua hii biashara inafanyikaje? Hapo unasikia tu dakika zimeisha. Yaani wewe ambaye ulikuwa unaongea kwamba biashara ya 1,500,000 una hata vocha. Hisi ni huruma kaini, yani tunataka tukusikitikia kabisa. Yani mtu anaweza kumwambia sasa wewe ulikuwa unaongelea issue ya biashara inalipa, ndo umekosa hata vocha, hata dakika za kupiga. Hapo inakuwa goodbye kwa kweli. Umeona? Mtu anakuambia sina internet, upline sina internet mimi, ndo maana sijaingia kwenye Zoom, kwenye Google Meeting. Yani kweli you are doing business, umeshindwa kuinvest shilingi 3,000 kununua bando. Na sasa hivi kuna mitandao ya simu imerahisisha sana. Kuna postpaid nyingi, unaweza ukasubscribe vifurushi vya mwezi mzima ambapo ni very cheap kuliko hivi vya kujiunga mara kwa mara. Mfano mimi kwa mwezi natumia GB 40. Subscription yangu ni 50,000 kwa mwezi. Kwa 50,000 inanipa GB 40, inanipa dakika 3,500 za kupiga ambazo huwa sizimalizi. Hata kama nikipiga simu mtu mmoja nikaongea naye saa moja, zile dakika huaga sizimalizi. Umeona? Na SMS karibia 1,000. Sasa hichi kifurushi mimi kinanisaidia kwamba huwa mimi sizimagi data. Mimi nawekaga data on masaa 24 kwa sababu kuna matangazo yanayo run mtandaoni ambayo sitaki kuzima data, kwa sababu mtu akinitafuta inabidi autoresponder imjibu yule mtu ili ni aanze kupata taarifa kuhusu biashara au product. Kwa hiyo nikizima data manake kuna watu watakuwa wamenitafuta, watachelewa kupata response yangu. Kwa hiyo huwa naacha masaa 24, sizimagi data. Umeona? Kwa hiyo sasa hiyo ni investment. Sio bando tu unakuwa yani unakuwa kama vile sio unachemsha maziwa. Wala umewasha mara umezima. Umewasha umezima. Yani unaonekana wewe kweli kidogo una matatizo na upo kwenye biashara ya ambayo tunasema ina hela nyingi. MB haitaki kuwa shida. Na sio lazima uanze na hiyo 50,000. Kuna vya 30 unakuta unapata GB 20 ambazo unaweza kukuta kwa matumizi yako zinakutosha kuliko kujiunga kwa siku 2,500. Ukijiunga 2,500 sasa baada dakika kama nusu saa utaambiwa umetumia 75% ya kifurushi chako. Utajiunga tena 2,500, utajikuta kwa siku umetumia 10,000.
Kwa hiyo kwa mwezi unaweza kukuta unatumia hela vibaya kwa sababu ya bando. Kumbe ungenunua kifurushi cha 15,000 20,000 tu kingekupeleka nani mwezi mzima. Sehemu nyingine ya kuwekeza ni kwenye swala la muonekano. Lazima tuboreshe muonekano wetu kwa maana dress code, viatu, mikanda, nguo, handbag. Sio una mkoba ambao umebebea bidhaa ni mchafu na alama zote za dunia. Unakuta mtu limkoba limechafuka lakini yumo tu amebeba na bidhaa zake sample humo na Provitality. Tunakuja kutoa box la Provitality ni chafu kusio kama nini. Watu wanakuangalia wanaona hizo ndo bidhaa zenyewe ambazo ndo wanasema wanaanilio. Kwa kweli hapana. Kwa sababu gani? Muonekano wako ni kitu ambacho kinamata sana. So invest katika muonekano wako ni kitu muhimu sana. Umeona? Hii itakusaidia sana. Sehemu nyingine ya kuwekeza ni kwenye incentive. Make sure unalipa incentive za timu yako. Downline wako akiqualify kitu fulani, mpatie. Kama ulimwahidi kwamba utampeleka lunch, mtu nenda mpeleke lunch. Umeona? Haijalishi kwenye level gani. Usisubiri labda Barongo apply si Ruby ndo au Sesi aweke incentive kwenye timu yako. Kila incentive aweke yeye. No, una some of the incentive wewe unaweza kaweka mwenyewe. Kwamba ukifanya PV 100 nitakupeleka lunch same flat kwa kununulia chakula cha shilingi 10,000 au nini. Hiyo kitu inamfanya downline unatengeneza attachment naye na vitu kama hivyo. Kwa hiyo incentive pia ni sehemu ya kuwekeza. Kuna sehemu kwenye training zetu tunalipa kodi. Hakikisha unalipa kodi. Hakikisha una contribute katika kuhakikisha kwamba timu yetu inasonga mbele. Biashara hii ndio itakayo kununulia vitu vya anasa baadaye. Kama utaweza kuitake care, ukainvest sasa, baadaye utaweza kufanya hizo spending za vitu vingine. Lakini kwa sasa hivi tufocus zaidi na biashara, kuwekeza katika biashara. Lakini pia usiongeze gharama kila bonus inapoongezeka. Bonus ikiongezeka usikimbilie kubadili maisha yako. Kuna watu bonus ikiongezeka tu kidogo, yani ni wanachanganyikiwa kabisa. Ndio hivyo sasa, ulikuwa unakula sehemu ya 5,000 unahamia sehemu ya 20,000. Umeelewa? Haya, badala yake bonus ikiongezeka, ongeza uwekezaji wako katika yale maeneo ya msingi ambayo tumediscuss. Ongeza akiba yako, ongeza mtaji wa biashara, kwa maana unaweza kuweka stock zaidi katika biashara yako. Jenga mali zinazozalisha kipato. Ukiwa na product zitakuzalishia fedha zaidi. Sawa? Yes. Kitu kingine wakati naendelea kumalizia, tengeneza mifuko ya fedha. Sasa mifuko ya fedha kuwa na akaunti au mifuko tofauti ambayo itakusaidia kuweza kumanage hela yako vizuri. Pesa hazitakiwi kuchanganya zote kwenye akaunti moja. Kwa hiyo unatakiwa uwe na akaunti ya biashara. Mimi huwa naita product account, na mara nyingi mimi natumiaga Mwekeza ya Vodacom. Why Mwekeza ya Vodacom? Kwa sababu ni sehemu ambayo unaweza kaweka pesa na ukaitoa anytime, hata kama ikiwa usiku wa manane, pale unapobidi kuweza kufanya order. Na sasa hivi kwa sababu tunafanya order kwa M-commerce, M-Pesa ni ndio inayotumika katika kufanya nini. Kwa hiyo kama utaamua leo kuchukua 500,000 ukafanya order ya product stock, kila unapouza ile hela yote unairudisha kwenye product account. Baada ya muda unafanya tena stock, unairudisha tena. Kwa hiyo unapokuwa unaizungusha hivyo, utakuta hii hela inazidi kukua. Na uzuri wa Mwekeza pia wanatoa gawio la pesa yako. Kadiri hela yako unavyozidi kuweka inazidi kukua nyingi, wanakupa gawio, kuna faida wanakupatia. Sawa, hii ni Mwekeza hapo, na ambao unaweza kama kufungua account. Mwingine anaamua kufungua account benki, is okay. Sawa. Mwingine kuna wengine ambao wanafungua UTT, ana mfuko labda ule wa liquid fund, ule mfuko wa ukwasi, unakuwa unaweka pesa zako za product pale. Kwa hiyo kila ukiuza, kama umeuza treneni, ulinunua 77, umeuza laki, yote 100,000 unairudisha kwenye product account. Sawa. Alafu kuna account ya akiba. Account ya akiba sasa ndio ile ambayo umekumbuka ile 10%, 20%. Kwamba mimi ukiuza Supergrow umepata shilingi 20,000, 10,000 naweka akiba au 5,000. Sasa nitakiwa iwe na account yake. Umeelewa? Natakiwa iwe na account yake ambayo hauchanganye na account ya bidhaa. Kwa maana pale ile faida au kama ni bonus umepata mwisho wa mwezi, basi ile 10% au 20%
unatakiwa iwe na akaunti yake ya akiba, sio ile unayopokelea bonus. Ile ni akaunti tu ya hela kupitia tu, lakini baada ya kwamba imeingia inabidi uanze kuitenganisha. Hii pesa ni ya akiba, inaenda kwenye akiba. Hii inarudi kwenye stock ya bidhaa, inaingia kwenye akaunti ya biashara. Lakini pia unatakiwa kuwa na akaunti ya uwekezaji. Hii ni sehemu ambayo sasa unawekeza fedha zako ili ziweze kuzalishie pesa zaidi. Sawa. Akaunti za uwekezaji zipo nyingi. Kuna hiyo mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kuna watu wanatumia kununua hisa, kuna watu wanatumia kununua hati fungani, kuna watu wanaenda kuwekeza kwenye maeneo mengi tu ambayo tutakuja kupitia siku nyingine. Ndio maana nilisema this is a very broad topic. Lakini pia matumizi ya familia, hiyo inatakiwa iwe na akaunti yake tofauti. Pesa za matumizi zinatakiwa ziwe kwenye akaunti tofauti kabisa na akaunti ya akiba, akaunti ya biashara na uwekezaji. Matumizi ya familia, hiyo akaunti inatakiwa iwe ni tofauti kabisa. Alafu ya mwisho kabisa ni dharura. Unatakiwa kuwa na akaunti ya dharura, emergency fund. Kwamba as long as unaishi, na siku jua litakuwakia, kuna siku mvua itakunyeshea. Unaweza ukashangaa hiyo simu yako unayoitegemea kufanya biashara, tuombei, ikakudondoka hapo, ikapasukana na ikafia hapo. Na hiyo ndio inatumika kufanya matangazo, hiyo ndio inatumika kuwasiliana na downline wako na wateja na nini. Je, una mfuko wa dharura ambao inaweza kukusaidia kwenda kutoa hela na kununua simu nyingine sasa hivi? Mimi simu yangu zimepasuka karibia mara 3. Mara ya kwanza kijana wangu mdogo kabisa alipata hasira zake, akachukua simu akaipiga chini. Ilikuwa Samsung, kioo kilikuwa ni shilingi 300,000. Ilibidi niachane nayo hiyo simu, nikachukua hela nikaenda kununua simu nyingine kwa sababu nilikuwa na mfuko wa dharura. Siku nyingine kuna simu moja pia nilikuwa nayo, binti yangu ameamka asubuhi kachomoa simu katoka nayo hapo nje. Amekaa mahali anaipiga kwenye ngazi za nyumba hapa, anaipiga pale. Mimi nimelala zangu hata sijui chochote. Nakuja kushtuka simu kioo kimetoka, kiko sehemu nyingine, simu iko sehemu nyingine. Nilitakiwa niende nikabadilishe kioo. Nilikuwa na mfuko wa dharura, nikachukua hela nikaenda Kariakoo asubuhi hiyo hiyo nikabadilisha na nikaendelea kuwa hewani. Siku moja niko training nafundisha, na simu nimeingiza, nataka kutoa simu mfukoni, ikaniteleza, ikapasuka pale ikafia. Wala sikupata stress, mfuko wangu wa dharura pale. Baada ya training nikachukua nikaenda zangu Kariakoo, nikaenda kubadilisha kioo. Umeelewa? Sasa dharura hizo nimeongea ni baadhi tu ya dharura, lakini dharura ziko wenyewe. Kuna dharura za kuumwa. Kuna watu wengi hapa hatuna bima. Siku kiumwa ghafla inahitajika 500,000 ya matibabu. Unafanyaje? Haya, atuombei ukapigiwa simu leo, ndugu yako wa karibu anaumwa sana, inahitajika 1,000,000 ili tuokoe maisha yake. Una mfuko wa dharura wa kumsaidia, wa kuweza kusaidia huyo mtu. Wale ambao tuna magari, naelewa unatoka zako hapo unaenda zako training, mara tairi limepasuka. Je, una 200,000 ya kununua tairi sasa hivi ya gari yako? Umeona hizo issue? Kwa hiyo kama as long as uko unaishi, dharura ziko nyingi za maisha, na dharura huaga haujui zitatokea saa ngapi. So you should have emergency fund. Lazima uwe na mfuko wa dharura. Na wanasema mfuko wako wa dharura unatakiwa uwe na kiasi cha pesa ambacho inaweza kukuwezesha kuishi miezi 3 usipofanya kazi. Yaani kwa mfano, kama we bajeti yako kwa mwezi unatumia 500,000, mfuko wako wa dharura unatakiwa uwe na shilingi 1,500,000 angalau. Yaani ziko tu pale. Huku maisha yako yanaendelea. Sio kama vile umeweka soda kwenye friji, yaani ziko pale afu bado unaziwaza unataka kuzichomoa, no. Na ndio maana nimesema kama una financial intelligence, akili yako inatulia. Unakuwa kama sio mtu aliyeweka soda kwenye friji kila wakati unawaza ukafungue unywe, no. Yaani iwepo pale ni kwa sababu ya dharura ambazo utakuwa umedefine, na dharura zinajulikana. Umeelewa? Ada sio dharura. Sio kama tunaelewana. Sijui kulipa incentive sio dharura. Unajua kabisa kuna incentive mwezi fulani inabidi upeleke daula ni sehemu fulani. Hiyo unajua sio dharura. Umeelewa? Kwa dharura ni vile vitu ambavyo ni undefined na vinaweza vikatokea anytime unexpected bila wewe kupanga. Si ndio? Lakini wanasema wale watu ambao watakuwa na emergency fund ya kuishi miezi 6 watakuwa wako vizuri sana. Kwa maana kama wewe budget yako kwa mwezi mna spend 500,000, miezi 6 ni shilingi ngapi? 3,000,000. Iko kwenye mfuko wa dharura. Wala huiwazi na maisha yanaendelea, aisee uko vizuri. Lakini kuna wale watu ambao wanasema hao sasa ndo watu wako wamehitimu.
wanakuwa na emergency fund ya miezi 12, yani mwaka mzima. 500,000 mara 12 ni milioni 6. Kama una spend milioni 1 kwa mwezi, una milioni 12 kwenye mfuko wako wa dharura. Aise, utakuwa na tabasamu mwenyewe, yani utakuwa tu na tabasamu tu kila wakati. Kila unayokutana naye unamsalimia tu. Kwa sababu una emergency fund ambayo itakuja kusaidia kucover challenges in case of anything. Ikitokea leo biashara haikupi hata 100, unaweza kusurvive miezi 12. Ikitokea leo umepoteza ajira, unaweza kusurvive miezi 12. Huku ukiendelea kuangalia utafanya nini kingine. Hiyo ndo raha ya kuwa na emergency fund. Sawa. Kwa hiyo usichanganye fedha za biashara na fedha za matumizi binafsi, hapo utafeli. Fedha za biashara usichanganye na matumizi mengine. Kwa hiyo tengeneza mifuko yako ya fedha kama nilivyokushauri hapo. Sawa. Kama nilivyokushauri hapo. Sasa baadaye utajikuta kwamba kadiri hela yako inavyozidi kuwa nyingi, bonus inazidi kuwa kubwa, mauzo yanazidi kuongezeka. Sasa utaanza kuwekeza kwenye vitega uchumi vingine kama kwenye ardhi, nyumba za kupangisha, utaanza kununua hisa, si ndio? Utaanza kununua hizo hatifungani, si ndio? Kwa sababu tayari umetengeneza cash flow, una scalable business ambayo inakupa cash flow ya uhakika. Sasa unaanza kuinvest katika kununua vitega uchumi vikubwa ambavyo vitakufanya sasa ufikie kwenye uhuru wa kipato. Umeelewa? Ili uweze kufikia katika uhuru wa kipato. Kwa hiyo wakati nikimalizia hapa wanasema kwamba utajiri si kuwa na bonus kubwa mwezi mmoja. Utajiri ni kuwa na biashara inayokuwa, ambayo kila mwezi mapato yake yanazidi kuongezeka, hasa katika biashara yetu ya Neolife ukiwa umewekeza vizuri. Sawa, lakini pia kuwa na mali zinazokuzalishia kipato. Umeelewa? Ambazo kwa maana pesa yako inazidi kukufanyia kazi, umeiwekeza mahali inazidi kukua, inazidi kuongezeka. Lakini pia kuwa na akiba, una akiba yako pale, maisha yanaendelea na huko hela unazidi kupata hela nyingine. Hauna madeni, nasema kutokuwa na madeni yasiyo ya lazima, si ndio? Lakini unakuwa na mfumo unaendelea kupatia mapato hata usipofanya kazi kila siku. Na hiyo ndo the beauty about our business, the beauty about investing na vitu kama hivyo. Kwa lengo la network marketing sio kupata bonus tu, bali ni kujenga mfumo wa kipato na utajiri wa vizazi na vizazi. Na wakati namalizia, kuna kanuni 5 za dhahabu. Katika kanuni hizi 5 za dhahabu, kanuni ya kwanza inasema kwamba tumia chini ya unachopata. Tumia chini ya unachopata. Kwa maana live below your means. Kama income yako ni milioni 1 kwenye biashara, ishi chini ya milioni 1 ili uweze kupata hela ya kuwekeza kwenye biashara, upate hela kufanya uwekezaji, weka akiba na kufanya mambo mengine yote tulio discuss pale. Kanuni ya pili inasema wekeza kabla ya kutumia. Kwa hiyo before hujaanza kuspend, make sure you invest, you save first before hujaanza kuspend. Lakini kanuni ya 3 ya dhahabu inasema rudisha sehemu ya mapato kwenye biashara. Kwa hiyo lazima uinvest back kwenye your business, na hii tumediscuss sana pale juu. Kanuni ya 4 inasema nunua mali zinazozalisha kipato, si madeni ya matumizi. Kwa maana kwamba kila unachonunua kwa kutumia fedha zako za biashara, jiulize, je, kinanijengea biashara? Kinanizalishia fedha? Au ni matumizi tu mengine ambayo ni kama unazika pesa yako? Sawa. Lakini mwisho kabisa, fikiri kwa miaka 10 mpaka 20 ijayo. Wewe usiangalie tu mwezi huu pekee kwamba nafanya biashara kwa sababu sina kodi. Nafanya biashara tu mwezi huu kwa sababu nataka nipate hela sijui ya kutoa mchango wa harusi. No. Fikiria 10 years, 20 years to come through this business. Hii itakusaidia sana kuwa na maono ya muda mrefu, na utakuja kujenga biashara ambayo itazidi kukuzalishia fedha zaidi na zaidi, huku akaunti yako ya akiba ikiendelea kuongezeka fedha, akaunti yako ya uwekezaji ikiwa inaendelea kukua, na siku ya siku ndo utaenda kufikia financial freedom. Wakati namalizia ni kwamba financial freedom hatuangalii pesa unayopata kwenye active income. Active income ni ile pesa unayoipata kwa kufanya kazi kila siku. Yaani lazima uamke, uende ukapambane, ukatafute name list, ukafanya presentation, ufanye hivi, au wale walioajiriwa uamke uende kazini ukafanye kazi ili mwisho wa mwezi ulipwe mshahara. Hiyo ni active income. Sawa. Lakini uhuru wa kipato unapimwa
kwa return from investment, kwamba umefanya uwekezaji, ule uwekezaji unakulipa hela cash flow kila mwezi hata kama usipofanya kazi. Hiyo tunaita ni passive income. Na hiyo passive income inajengwa kupitia kununua vitega uchumi assets. Umeinvest kwenye hisa, umeinvest kwenye mifuko ya pamoja, umeinvest maeneo ambayo yanakuzalishia fedha hata kama ukiwa umelala. Hapo ndo tutasema wewe umefikia kwenye financial freedom. Kwa hiyo financial freedom haitoki kwenye active income, inatoka kwenye passive income kwa kununua assets, vitega uchumi ambavyo ukiwa umelala hela inazidi kujizalisha. Na hapo ndo tutakuwa tunasema wewe umefikia kwenye uhuru wa kipato. Kwa hiyo usijidanganye wewe ni umeshini director unapata milioni moja kwamba una uhuru wa kipato. No. What if hiyo milioni moja ukawa hupati? Je, utaendelea kuingiza hela? Umeelewa? Hiyo ni challenge ambayo nakuachia ufikirie namna gani utaanza leo safari yako ya kuelekea financial freedom. Okay, kanuni 5 za dhahabu. Namba 3 nilisema rudisha sehemu ya mapato yako kwenye biashara. Kwa maana uwekeza kwenye biashara yako. Pesa unayopata hakikisha asilimia unarudisha sehemu ya mapato kwenye biashara. Sawa? Namba 4 nilisema nunua mali zinazozalisha kipato, si madeni ya matumizi. Maana yake ni kwamba unapopata hela kwenye biashara, hakikisha unafanyia vitu ambavyo unawekeza sehemu ambazo inaenda kuzalisha zaidi. Inakupa impact ya kuzalisha zaidi kuliko vitu ambavyo vitakusababishia wewe kuingia kwenye madeni zaidi. Kwa mfano, ukipata pesa kwenye biashara, tunaposema ununua kitu ambacho kinakuzalishia. Kwa mfano, kama umepata pesa, simu yako ni mbovu, ukanunua simu nyingine ambayo unaenda kuitumia kwenye biashara, maana umenunua tool ambayo inaenda kukuzalishia pesa. Ukienda ukapata hela, ukaenda ukaboresha muonekano wako, yani dress code yako, manake ule muonekano unaweza kusababisha watu wakaamini biashara yako na product, na siku ya siku ukapata impact katika biashara yako. Hapo tutasema umenunua mali ambayo inakuzalishia kipato. Lakini kwenye other side ambayo kwenye investment, sasa tukienda kwenye ulimwengu sasa wa uwekezaji sasa, mali zinazozalishia kipato ni zile ambazo hazitoi hela zako mfukoni bali zinakuingizia pesa mfukoni. Kwa mfano, ukinunua hisa itakupa faida ya capital gain, yani mtaji utakuwa, hisa ikipanda bei, lakini pia utapata gawio au dividend kutokana na faida ambayo kampuni inatengeneza kwa mwaka. Maana yake hiyo asset inakuwa imekuzalishia kipato. Ukienda kuwekeza kwenye mifuko ya pamoja kama UTT AMIS, utajikuta kwamba pesa uliyoweka inakuzalishia kipato. Ukienda kununua bond au hati fungani, maana yake kwamba serikali itakuwa inakulipa zile kuponi kila baada ya miezi 6 na baadaye watakurudishia mtaji wako ambao ulikuwa umewakopesha. Hiyo maana yake imekuzalishia. Kwa hiyo hizo ndo asset ambazo lakini hatuwezi kudive deep kwenye hiyo kwa sababu hii ilikuwa ni just kama nilivyosema, ni just tu ni kama tungekuwa tunasema ni shuleni, tunasema labda kama ni form 1 tumeanza introduction to money management. So ni tuko tumechukua tu ile, nimeamua tu kuweka ile summary ambayo mnaweza mkaelewa. Lakini ukitaka kujifunza zaidi about investment, huwa nafanya training hizo na huwa nitakuchaji hela kidogo kwa sababu mimi mwenyewe pia nimelipa gharama kubwa sana kusoma hivi vitu. Kwa hiyo mtu anahitaji deep dive sasa, ataka kujifunza zaidi, nawezaje kuanza kuwekeza kwenye hisa, nawezaje kuanza kuwekeza mifuko ya pamoja, nawezaje kuanza kuwekeza kwenye bondi, faida zake ni zipi, hasara zake ni zipi, vitu gani vya kuzingatia before uanze kuinvest huko. Sasa hiyo inaweza kuwa ni kama utahitaji, tunaweza tukafanya appointment na nikakutrain vizuri na kuguide where can you invest your money, sema ambayo ni salama lakini utapata faida zinazoendelea huku ukiendelea kujenga biashara.